Karibu. Leo tutajifunza aina nyingine ya cryptocurrency mbali na Bitcoin. Ikumbuke kwamba baada ya Bitcoin kuundwa mwaka 2009, baadaye zilianza kuundwa coin zingine au sarafu zingine ambazo zilijulikana kama altcoin au alternative coins. Mojawapo ni Ethereum. Ethereum ni miongoni mwa hizo altcoins zilizoundwa, ingawa ziko maelfu au hata karibu mamilioni sasa hivi, lakini nitazungumzia altcoin chache, nikianza na hiyo Ethereum. Na ziliundwa kwa sababu ilionekana kwamba kufanya miamala na Bitcoin inachukua muda mrefu. Ukimtuma muamala, kwa mfano kama unamtumia mtu fedha, ingeweza ikachukua karibu hata masaa kadhaa. Na kama Bitcoin ni nyingi zaidi, kama thamani ni kubwa zaidi, basi ingechukua wakati mwingine karibu hata siku nzima. Na ni kwa nini? Kwa sababu Bitcoin ina mfumo wake ambao wa kuthibitisha zile blocks zake, lazima ziende kwenye uthibitisho wa kompyuta mbalimbali. Sasa ile inachukua muda sana, ndio jamaa wakaja na ili wazo la altcoin au alternative coins, mojawapo ikiwa ni Ethereum. Na hii Ethereum inajulikana kama mfalme wa smart contract. Ethereum ni pesa kwa sababu unaweza kubadilishana na mtu kwa thamani ambayo ipo kulingana na exchange. Lakini pia ni jukwaa la kutengenezea apps, ambapo ukitaka kuunda apps basi unaweza kutumia mfumo wa Ethereum kwenye blockchain ya Ethereum, na ina matumizi mengi kwa biashara na apps, na thamani yake inakuwa kutokana na kwamba ina matumizi hayo mbalimbali ya kibiashara. Hii inazidi au ni zaidi ya fedha kwa sababu ya mfumo wake wa kiikolojia, kwamba unatumika kwa njia mbalimbali. Nyingine ni Ripple. Ripple inajulikana pia kama SRP. Ripple hutumika kufanya malipo kwa haraka duniani kote, na yenyewe inarahisisha sana malipo, ambapo katika kurahisisha malipo basi inakuwa ni rahisi sana kufanya miamala, na mashirika mbalimbali na mabenki wanaitumia katika kutuma fedha kwa sababu ya urahisi wake, kwa sababu malipo yake ni kidogo na miamala ndani ya sekunde chache tu yanakuwa tayari yameshafika kunako takiwa. Pia ada ndogo ni nzuri kwa kutumia na gharama nafuu kama ambavyo nimetangulia kusema. Nyingine inaitwa Litecoin, ambapo kule kwenye exchange au kifupi chake wanaandika LCT, wanaandika LTC, inaitwa LTC. Hii inaitwa kama ni Bitcoin ndogo, kwa sababu tabia zake zinataka kufanana na Bitcoin, lakini inatumika katika shughuli za kila siku, lakini yenyewe miamala yake ni haraka zaidi kuliko Bitcoin, na historia yake ni ndefu, kwa maana kwa uzuri kuliko ilivyo nyingine zikilinganishwa zenye matumizi kama hayo. Litecoin ni nzuri kama unataka kufanya malipo ya haraka kwa fedha, yani kama unataka tu shida yako ni kutuma fedha, basi Litecoin ni nzuri zaidi kwa kuitumia. Nyingine ni Cardano au ADA kwa kifupi inaitwa, lakini inatokana na hiyo blockchain ya Cardano. Hii yenyewe inasisitiza upanuzi, kutumia mfumo wa proof of stake,
kwamba kama unatuma basi lazima blockchain ithibitishe kwamba kweli unachotuma unacho, na yenyewe inarahisisha pia utumaji wa fedha pia na gharama nafuu. Pia na yenyewe inatumika katika app kwenye kufanya malipo na ni rafiki kwa mazingira. Ni nzuri kwa wanaopenda hifadhi ya mazingira, kwa maana kwamba hizi coin zinazalishwa kwa kutumia umeme, na umeme, ili upate umeme unaweza hitaji kutumia nguvu kubwa ambayo nyingine inaharibu mazingira, lakini Cardano yenyewe haitumii nguvu nyingi kuizalisha, kwa hiyo ni rafiki wa mazingira. Nyingine ni BNB. BNB ni token ya Binance ambayo inatumika sana kwenye mfumo wa ekolojia wa Binance, na inatumika kupunguza gharama, kwa maana kwamba kama tulivyosema kwamba Binance ina exchange yake au ina benki yake ya mtandao. Kwa hiyo ukitumia hii coin yake kununua na kuuza sarafu kwa mfano, utapata faida kwa sababu utafanya kwa bei punguzo sana. Lakini ina matumizi makubwa sana kwenye huo mfumo wa Binance yenyewe. Nje inatumika kwa maana ya kwenye exchange zingine kama Bybit na nini, kwa sababu tayari BNB ni coin, lakini sasa utapata faida kama ambavyo utakuwa unafanya hiyo miamala yako ndani ya exchange au hiyo benki ya mtandao ya Binance. Ukifanya kwenye Binance unapata faida kubwa zaidi. Hebu tuangalie, baada ya kuona hizo chache, tuangalie faida za kuuza hizo altcoin au sarafu mbadala badala ya Bitcoin. Kwamba kwanza inatupa malango ya kuwekeza sehemu mbalimbali. Waingereza wanaita diversification, kama mtawanyo au mtawanyiko wa uwekezaji. Badala ya kujikita tu kwenye Bitcoin, basi unaweza ukawekeza kwenye hizo coin zingine na ukapata faida. Lakini jambo lingine ni teknolojia ile ya smart contract, ambapo wanatengeneza app, wanatengeneza kitu kinaitwa DeFi. DeFi ni decentralized financial institutions, zile kampuni ambazo zenyewe zinahusika na mambo ya fedha, lakini na zenyewe zinataka kuwa katika mfumo wa usiodhibitiwa na benki wala na serikali. Ninaposema kutodhibitiwa na benki au serikali, si kwa maana mbaya ya kukwepa kodi au namna gani, hapana. Ni kwa maana ya kwamba wao wanakuwa na ule uwezo wa kuamua kupanda na kushuka kwa thamani ya sarafu fulani au ya kitu fulani chenye thamani katika mtandao wa blockchain au katika mfumo wa blockchain. Lakini pia faida zake ni miamala ya haraka zaidi. Ni ukweli usiopingika kwamba ukitumia hizi benki za kawaida ambazo ni za kiserikali, nichukulie mfano wa Benki Kuu ya Tanzania, ili uweze kutuma fedha kwa mfano Marekani au Uingereza au Canada au kwingine kokote nje ya Tanzania, kuna mifumo mbalimbali utaingia makaratasi, kujaza na kufanya mambo mengi ambayo yanachukua muda sana, na mwisho wa siku gharama zake zinakuwa ni kubwa. Lakini kwa kutumia mfumo huu wa altcoin, hayo mambo ni rahisi sana. Ndani ya dakika moja unaweza kutuma pesa kiasi chochote duniani kote unakotakiwa kutuma kwa gharama nafuu sana. Faida ya 4 ni kwamba ni ushiriki mpana kwa watu wengi, kwamba ujio wa cryptocurrency umewezesha watu wengi zaidi kushiriki kwenye uchumi. Kwa mfano kule Asia, kama nchi kama India, Philippines na zingine, unakuta kwamba ushiriki wao ni mkubwa. Unaweza kukuta kwamba watu hawana account benki za kawaida, lakini wamefungua account kwenye hizi benki za mtandao kama Binance, Bybit na nyingine.
Kwa hiyo pia ujio wa cryptocurrency umerahisisha watu wengi kushiriki kwenye uwekezaji. Kwa kumalizia tu niseme kwamba Bitcoin ndio mfalme wa hizi coin, lakini altcoin zina faida kubwa kama nilivyosema, kufanya malipo kwa haraka na teknolojia ya app, na kila moja imejikita kwenye kazi maalum au kwenye mfumo maalum. Ingereza wanaita niche. Niche ni kuangalia, kwa mfano tunaweza kusema kilimo, lakini sasa kilimo ni kipana. Kilimo kina nyanja mbalimbali au kina niche hizo mbalimbali. Mtu anaweza kusema mimi bwana, kwenye kilimo nitahusika na kilimo cha migomba tu. Sasa kwa hiyo ndio niche yake, kilimo cha migomba. Lakini kwenye migomba pia kuna vinishi vingine. Mtu anaweza kusema mimi bwana, nitakuwa nazalisha ndizi kwa ajili ya kuivisha tu. Mwingine akasema hapana, mimi sasa nitatengeneza ndizi kwa ajili ya lishe, yani kutengeneza unga lishe na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo na huko kwenye crypto kuko hivyo hivyo. Naomba niishie hapo, ni kuombe tu kwamba usubscribe kwenye channel yangu, ulike hii video na uweke maoni yako au comment kwamba ungetaka kujifunza nini zaidi katika channel hii. Asante sana.